Mwanamke alimwona mume wake akiwa amezingirwa na makundi ya wadudu wala watu, lakini hakuja kumwokoa. Badala yake alijificha kwenye chumba cha uhifadhi na kufunga milango na madirisha kwa nguvu. Kisha akafukiza dawa ya wadudu kwenye kuta. Sababu aliyokataa kumwokoa mume wake ilikuwa kwamba alikuwa amejitahidi kumuua. Ilibainika kuwa mwanamke huyo alikuwa mtu aliyezaliwa upya. Katika maisha yake ya awali, mume wake alikuwa amerejesha yai la mdudu wa kike kutoka msituni, akiwa na nia ya kufanya utafiti wa kisayansi juu yake. Lakini kitendo hiki kilipeleleta msiba kwa kila mtu. Wakati yai la mdudu wa kike lilipokanzwa, makundi ya wadudu wala watu yalionekana. Kila mtu katika kituo chote kiliathiriwa. Mwanamke alikuwa karibu kukimbia na mwanawe, lakini mume wake alimvunja mguu kwa fimbo. Ilibainika kuwa mtoto huyo sio wake kwa uzazi. Alikuwa mzao wa mapenzi ya mume wake na mtu mwingine. Baada ya kujua ukweli, mwanamke alijaribu kulipiza kisasi, lakini mume wake alimfanya apoteze fahamu na kuanguka chini. Kisha alienda na mtoto na yule mtu mwingine. Mwanamke alizingirwa na wadudu wala watu. Hata hivyo hakufa. Mungu alimhurumia na kumruhusu azaliwe upya, akimrudisha kwenye siku ambayo mume wake alileta yai la mdudu wa kike kwenye kituo. Mara aliongoza mbele kumzuia mume wake na akafafanua msiba utakaotokea baadaye. Hata hivyo, mume wake alikuwa amezama katika utafiti wa kisayansi. Hakukubali ushauri wowote na aliingia kwenye maabara pamoja na watafiti. Akiwaona hawakumwamini, mwanamke alikataa kukabiliana. Kisha akamchukua msichana pekee aliyemwamini na kujificha kwenye chumba cha uhifadhi wa dawa cha kituo. Kulingana na kumbukumbu kutoka maisha yake awali, mwanamke alijua kwamba harufu ya dawa inaweza kuficha harufu ya binadamu, ambayo ingewaruhusu kuepuka kufuatwa na wadudu wala watu. Wakati huu, hata hivyo, mume wake bado alikuwa akichunguza kwa uangalifu yai la mdudu wa kike kwenye maabara. Ili kuhimili kukanzwa kwa mayai, alitumia fimeta mkali kuangazia juu yake. Joto lilipanda, ganda la yai la mdudu wa kike lilianza kunyanyuka. Kila mtu alikuwa akisubiri muujiza utokee, wakati mwanamke alisubiri kwenye chumba cha uhifadhi kwa ujio wa wadudu wala watu. Muda mfupi baadaye, wadudu wala watu nje ya kituo, tangu kuzaliwa kwa mama ndani ya sekta, na wakakimbilia kwenye kituo mmoja mmoja. Ifuatayo, watu hawa wangekabiliana na matokeo machungu. Shukrani sana kwa sapoti yako. Kuangalia video nyingine zaidi na miendelezo, ni cheki kote YouTube, Facebook, TikTok na Instagram kwa jina la Mastory 24. Ukihitaji content za video au movie, wasiliana nami kupitia WhatsApp.